Wanajeshi wapatao 11 wameuliwa na wapiganaji wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu katika jimbo la Yobe, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Vyanzo vya kijeshi nchini humo vimesema mauaji hayo yametokea baada ya wapiganaji wa IS wa eneo la Afrika Magharibi kuishambulia kambi ya jeshi iliyopo katika mji wa Buni Gari ulio kilomita 60 kutoka Damaturu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Yobe. Huenda idadi ya wanajeshi waliouawa ikaongezeka kwa sababu baadhi ya wanajeshi bado hawajulikani walipo. Kambi hiyo imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na wapiganaji wa itikadi kali za kidini. Vyanzo vya kijeshi ambavyo havikutaka kutambulishwa vimesema washambuliaji hao wa IS walipora pia silaha na kisha waliichoma kambi hiyo ambako magari na majengo kadhaa ya kijeshi yaliteketea. Tel Aviv. Mawaziri waandamizi wa Israel wanakutana leo Jumapili kuamua iwapo wataimarisha operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Gaza, wakati ambapo jeshi limeanza kuwaita maelfu ya askari wa akiba ili kuupanua wigo wa mashambulizi. Wakati huo huo, shambulio la kombora lililofanywa na waasi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran limesababisha usafiri wa ndege katika uwanja mkuu wa ndege wa Israel kusimamishwa. Mipango ya kuzidisha mashambulio kwenye ukanda wa Gaza baada ya zaidi ya miezi 18 ya vita inafanyika wakati maafa yanazidi kuwa makubwa kwa Wapalestina. Tangu mwezi Machi, Israel imezuia misaada ya chakula kuingia kwenye ukanda wa Gaza ili kuwashinikiza Hamas wakubali mazungumzo kwa masharti yao. Kutokana na hali hiyo, watu milioni 2.3 wa Gaza wanakabiliwa na masaibu makubwa kabisa tangu kuanza kwa vita. Khartoum. Msemaji wa jeshi la serikali ya Sudan amesema vikosi vya RSF vinavyoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo vimeishambulia hii leo Jumapili kambi ya jeshi la anga na maeneo mengine yaliyo karibu na uwanja wa ndege wa Port Sudan. Msemaji huyo ameeleza kuwa mashambulizi hayo yamefanyika kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, amesema hakuna uharibifu wowote uliotokea. Hayo ni mashambulizi ya kwanza kufanywa na vikosi vya RSF baada ya kufikia mji huo wa bandari wa mashariki mwa Sudan. Vikosi vya RSF mpaka sasa bado havijatoa taarifa yoyote kuhusu tukio hilo. Mzozo kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF unatajwa na Umoja wa Mataifa kuwa mgogoro mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia kutoka DW Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelipinga pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya kusimamisha mapigano kwa siku 3 na ameliita pendekezo hilo kuwa ni la kujionyesha tu. Hata hivyo, Zelensky amesema Ukraine ipo tayari kusimamisha mapigano kwa ukamilifu. Urusi imesema pendekezo hilo ambalo limetolewa kwenda sambamba na maadhimisho ya ushindi wa vita vya pili vya dunia mnamo tarehe 9 Mei linalenga kuujaribu utayarifu wa Ukraine juu ya kuleta amani ya muda mrefu. Urusi pia imemshutumu Zelensky kwa kutoa vitisho vya moja kwa moja kuyalenga maadhimisho hayo. Viongozi kutoka nchi zaidi ya 20 ikiwa pamoja na rais wa China Xi Jinping wanatarajiwa kuhudhuria maadhimisho ya tarehe 9 yatakayofanyika kwa gwaride la kijeshi mjini Moscow. Islamabad. Pakistan imefanya majaribio ya kombora la masafa marefu wakati mvutano kati yake na India unaongezeka. Mvutano uliosababishwa na shambulizi lililofanyika kwenye jimbo la mgogoro la Kashmir mwezi uliopita. Jeshi la Pakistan limesema kombora hilo linaweza kurushwa hadi umbali wa kilomita 450. Mpaka sasa India haijatoa kauli yoyote juu ya majaribio hayo. India inailaumu Pakistan kwa mauaji yaliyofanywa hivi karibuni kwenye mji wa mapumziko wa Pahalgam. Hata hivyo, Pakistan imekanusha tuhuma hizo. Rais wa Pakistan Asif Ali Zardari na waziri wake mkuu wamewapongeza wanajeshi waliofanikisha majaribio ya kombora hilo. Bucharest. Raia wa Romania leo Jumapili wanapiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais ambao kutegemea na matokeo yake unaweza kumpa nafasi mgombea mwenye msimamo mkali anayeiga utawala wa Trump.
Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Afrika wiki hii. Nchini Tanzania, katibu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Padri Charles Kitima avamiwa na kushambuliwa wakati joto la kisiasa likifukuta kuelekea uchaguzi mkuu katika taifa hilo. Alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo, alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zashinikizwa na Marekani kusaini makubaliano ya amani, huku asasi za kiraia na upinzani nchini Kongo wakimtaka Rais Tshisekedi azingatie maslahi ya raia. Umoja wa Afrika waiondolea vikwazo Gabon baada ya nchi hiyo kurudisha utawala wa kiraia. Na maandamano makubwa yafanyika huko Burkina Faso kuiunga mkono serikali ya kijeshi inayoongozwa na Captain Ibrahim Traore kufuatia madai ya kutibuliwa njama ya kupindua utawala huo. Karibu kwenye makala ya Afrika wiki hii. Asante kwa kujiunga nasi wakati huu, na tunaanzia huko nchini Tanzania ambako miongoni mwa mambo makubwa yaliyoripotiwa wiki hii ni pamoja na kushambuliwa kwa katibu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima. Alivamiwa karibu na makazi yake jijini Dar es Salaam. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi lilisema limeanzisha uchunguzi na tayari limemtia mbaroni mtuhumiwa mmoja. George Njogopa alitutumia ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam. Padri Kitima ambaye amekuwa mtetezi wa haki za binadamu na mkosoaji mkubwa wa mienendo unaopitisha haki za utawala wa sheria, amepelekwa katika hospitali ya Aga Khan kwa ajili ya kupatiwa matibabu, ambako ripoti zinasema anaendelea vizuri. Hata hivyo, baadhi ya duru za habari zinasema kasisi huyo amepata majeraha makubwa na kwamba wale waliomshambulia walikusudia kumdhuru kwa kiwango kikubwa. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muriro ametoa taarifa ya kutiwa mbaroni kwa mtuhumiwa mmoja, huku akisema juhudi za kuwasaka watuhumiwa wengine zikiendelea. Na baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15. Alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo, alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Watetezi wa haki za binadamu na wafuatiliaji wa mambo wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali kutokana na tukio la kushambuliwa kwa padri huyo anayetizama kama mtu anayesema ukweli na kukosoa mamlaka pindi mambo yanavyokwenda kombo. Hivi karibuni Kitima alizungumza na DW na kuonyesha kutoridhishwa kwake namna mamlaka za kiutendaji zinazoendea kinyume haki za kidemokrasia na uvurugaji wa uchaguzi. Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali feki, kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi. Huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu. Tukio la kushambulia kwa kiongozi wa dini limelaaniwa vikali na makundi mbalimbali, huko chama cha wanasheria cha Tanganyika Law Society kimesema kuendelea kuongezeka kwa matukio ya kulengwa kwa wakosoaji wa serikali kunatoa ishara mbaya kwa mustakabala wa nchi. Rais wa chama hicho Boniface Mambokusa amesema jeshi la polisi linapaswa kujimulika mara mbili, hasa kwa vile matendo namna hiyo sasa yanaanza kuwakumba viongozi wa dini. Tunataka polisi wachukue hatua zinazo. Hili sio la kwanza. Kuna swala la kibao limetokea, ameuawa katikati ya watu, amechukuliwa katikati ya watu akauawa, amezurika. Leo hili linakuja kwa kitu. Kwa hiyo tusizungumze tatizo moja moja, lazima tujiulize, tuna janga, polisi wameshindwa kutulinda. Chama cha upinzani Chadema kimelani vikali tukio hilo na kutaka mamlaka zinazohusika na usalama wa raia kutoa majibu yanayoondoa hofu wananchi. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Temo katika taarifa yake amesema tukio hilo ni ishara ya kushindwa kwa mamlaka zinazowajibika katika ulinzi wa raia. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Msikilizaji, joto la kisiasa nchini Tanzania linaongezeka kadri uchaguzi mkuu wa Oktoba unavyokaribia. Chama tawala cha CCM kimeonya kuwa hakuna mtu au kikundi kitakachozuia uchaguzi huo, kikisisitiza kuwa njia pekee ya kuiondoa madarakani ni kupitia sanduku la kura. Wakati huo huo, chama kikuu cha upinzani Chadema kinaendelea kuhamasisha wananchi kwa kampeni yao ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Hata hivyo, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Amos Makala alikikosoa Chadema akidai kinatumiwa na mataifa kigeni. Kwa hiyo tupende tusipende,
kila baada ya miaka 5 lazima kufanyike uchaguzi. Maana yake hamna mtu anaweza akaamka asubuhi akasema tutasimamisha uchaguzi. Uchaguzi tunao na tunataka nao. CCM oyee! Vyama vyote vimesaini kasoro chama kimoja, wao wameomba wapumzike mwaka huu. Na mtondoke nchini Tanzania na kuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Marekani imekuwa ikizishinikiza serikali za Kinshasa na Rwanda kusaini mkataba wa amani ndani ya kipindi cha takriban miezi miwili. Hata hivyo, mashirika ya kiraia na vyama vya upinzani nchini Kongo yametoa wito kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuhakikisha makubaliano hayo yanazingatia maslahi ya umma na si ya binafsi. Chama cha siasa cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila ni miongoni mwa wanaohoji makubaliano hayo yakikumbwa na ukosoaji kutoka kwa viongozi wake kama Late Bisimwa wa Kivu Kusini. Ni mambo ambayo tunapaswa kwenda nayo na umakini zaidi, kwani Amerika imetumika miaka mingi na Mobutu hapo awali na tunajua kama haikufanyizia kitu Kongo. Sasa hii wanataka kuleta urafiki na sisi, swazi kama ni kufaida ya Kongo, kwani mambo ambayo yameandikiwa kati ya ile mikataba ya kusema eti hata na mapori za kwetu zitakuwa zinaongozewa kwa ujumla na Rwanda, ile inaleta wasiwasi mingi. Siwaze kama tunapaswa kwenda kunabeba vile kwenda kunakamata mambo hivyo. Rwanda na Kongo, msikilizaji, zilitarajiwa Ijumaa wiki hii kuwasilisha rasimu zao za makubaliano ya amani kwa mujibu wa mchakato uliofikiwa mjini Washington wiki iliyopita kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia kumaliza vita mashariki mwa Kongo. Na msikilizaji, nchini Kongo pia tukio kubwa lililovuta hisia wiki hii ni tangazo la mamlaka ya nchi hiyo kuomba baraza la seneti kumwondolea kinga ya kushtakiwa rais wa zamani Joseph Kabila. Anadaiwa kuunga mkono uasi unaoendelea mashariki mwa taifa hilo. Waziri wa sheria Constant Mutamba alitoa mwito huo Jumatano akisema serikali imekusanya ushahidi wa wazi unaomhusisha Kabila na uhalifu wa kivita, uhalifu wa kibinadamu na mauaji ya raia pamoja na wanajeshi. Na ikiwa ndio kwanza umejiunga nasi, hii ni DW Kiswahili katika makala ya Afrika wiki hii, ambako bado tunabaki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko hali ya usalama inaendelea kuwa tete. Uvamizi wa mara kwa mara katika jimbo la Tanganyika umeelezwa kuwa chanzo cha vifo vya wanajeshi 5, huku raia mmoja wa China akitekwa nyara. Mwandishi wetu Zuberi Ali kutoka Kalemie alituletea ripoti hii kuhusu hali ya usalama. Mauaji hayo yametokea Jumamosi katika msitu uliopo takriban kilomita 40 kutoka mjini Kalemie, ambapo watu wenye silaha wakivalia sare za kijeshi walivamia na kuwaua wanajeshi hao kabla ya kutoroka na raia wa Kichina anayefanya kazi kwenye kampuni ya Great Lake Cement, kampuni ya kuchakata saruji jimboni Tanganyika. Mratibu wa tarafa ya Kalemie John Mutombo amelahani mashambulizi hayo, akiapa kwamba serikali itawasaka wahalifu hao popote walipo. Ofisi ya mratibu huyo imeiambia DW kuwa ni mara ya 5 sasa kwa visa kama hivyo kutokea katika maeneo hayo, ambapo hadi sasa wanajeshi 9 wameshauawa. Mika Omar ni msemaji wa ofisi hiyo. Mara kwa mara wa China wamekuwa ndio malengo ya weza wenye kushikilia silaha. Kulingana na habari tunazo, ni watu ambao wamevalia sare za kijeshi. Hadi sasa wajulikani ni jeshi la kutokea wapi. Tukio kama hilo lilitokea mwaka jana, ambapo wanajeshi 2 waliuawa kwa kupigwa risasi. Kutokana na kutekwa mara kwa mara kwa wawekezaji kunawekea doa jimbo hili, ambapo mashirika ya kiraia yanadai kuwa kuna mkono mrefu ndani ya matukio hayo. Mmoja wa wakilishi wa mashirika hayo ni Biaise Isa. Haiwezekani kila tukio linashuhudiwa eneo lile. Ile inatuonesha taswira ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanahusika na vitendo ambavyo vinaendelea kushuhudiwa sehemu hili. Hayo yanajiri ambapo siku chache kampuni hiyo ya GLC iliwanyoshea kidole cha lawama wanajeshi kwa unyanyasaji na kuwapokonya vitu wafanyakazi wa kampuni hiyo. Upande wao jeshi la Kongo hapa jimboni Tanganyika limethibitisha vifo vya wanajeshi hao. John Monta ni afisa habari wa FARDC jimboni hapa. Tumelithibitisha askari 5 ya force naval walipigwa masasi na kumpora hata Shinwa ili wapate tu faranga.
Tuluma zabo ya FARDC ya kutumia wanajeshi ni kwa sababu ni wanajeshi wanashika silaha. Mara kadhaa watekaji hutumia mbinu hizo hizo kwa kutaka kulipwa maelfu ya dola za Kimarekani ili kuachia mateka wanaowashikilia. Zuber Ali, DW, Kalemi. Ama kwa upande mwingine, vikosi vya jeshi la Afrika Kusini vimeripoti kuanza kuondoka mashariki mwa Kongo ambako waasi wa M23 bado wanashikilia maeneo kadhaa. Jeshi hilo lilisema wanajeshi wake walianza safari yao kupitia Rwanda kuelekea Tanzania kabla kurejea nyumbani. Wanajeshi wa kulinda amani kutoka Malawi na Tanzania pia wameanza kuondoka Kongo, wote wakiwa chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Hii ni Afrika Wiki Hii kutoka DW Kiswahili, sehemu inayokupatia muhtasari wa yaliyojiri barani Afrika katika kipindi cha juma moja. Tukiwa sasa nchini Kenya, polisi walitangaza kuanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya mbunge wa jimbo la Kasipul Charles Ong'ondo Were yaliyotokea wiki hii. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mauaji hayo yanaaminika yalipangwa. Ong'ondo Were alipigwa risasi na mtu aliyekuwa akiendesha bodaboda muda mfupi baada ya kutoka kwenye kikao cha bunge. Thelma Mwazaya alitutumia ripoti zaidi kutoka Nairobi. Wapelelezi wa idara ya DCI wamelitembelea eneo la mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were yaliyotokea usiku kwa mkia leo. Kikosi hicho cha wachunguzi kilifika kwenye eneo la mzunguko wa hifadhi ya maiti ya City kwenye barabara ya Ngong alikouawa marehemu na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen, uchunguzi unaendelea. Duru za afisi ya inspekta mkuu wa polisi zinaashiria kuwa shambulio hilo lilipangwa. Kufikia leo jioni, hakuna yeyote aliyekamatwa kwa kuhusika na mauaji hayo. Itakumbukwa kuwa wiki kadhaa zilizopita marehemu Ong'ondo Were alidai kuwa maisha yake yako hatarini na kwamba vurugu zinazoshuhudiwa kwenye eneo bunge lake la Kasipul zinachagizwa na watu wanaojulikana. Aliwarai maafisa wa usalama kuchukua hatua mwafaka, kilio ambacho kiliambulia patupu. Wale wanalete shida hapa Kasipul wakai hapa. Watu wanakodeswa kutoka nje. Kwa hivyo nataka polisi wafanye kazi. Watafute mwenye umbwa, si umbwa. Na mwenye umbwa si mkora hii nyinyi unasikia hapa. Siku chache kabla ya tamko hilo, vurugu zilitokea kwenye msiba aliohudhuria katika wodi ya Nyatindo alikofungiwa njia kupita na wahuni, ila walinzi wake walimnusuru. Wiki iliyofuatia alikumbana na kitisho cha moja kwa moja alipozuiwa kuzungumza mazikoni. Mbunge wa Rangwe Lilian Gogo anasisitiza kuwa hali imekuwa ya hatari huko Homa Bay. And there is a way na kuna wimbi la uhalifu linalorindima Homa Bay ambalo sharti lidhibitiwa na vyombo vya usalama. Hilo limeamaliza maisha ya mbunge ambaye ni mtumishi wa watu. Sidhani tuko tayari kupoteza maisha mengine. Any more life. Kwa upande wake, Rais William Ruto alihudhuria maadhimisho ya siku ya wafanyakazi mchana huu, aliwasilisha rambirambi zake na kuwahimiza polisi kufanya uchunguzi wa kina wa mauaji hayo. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.